madini, nishati, ujenzi, viwanda, utalii na miundombinu ambazo mpaka sasa hatujazitumia ipasavyo. Lakini pia nimesikia juzi serikali inahamasisha miradi ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Miradi hii hatuwezi kuifaidi au hatuwezi kuichakata kama hatutakuwa tuna mawazo ya makampuni haya ya umma. Wengi wanaamini makampuni ya umma ni makampuni ya serikali, lakini makampuni ya umma ni taasisi za kibiashara kubwa ambazo zinaweza zikaanzishwa na serikali au sekta binafsi ili kutoa fursa kubwa zaidi kwa wananchi kununua hisa zake na kushiriki kwenye uchumi mkubwa. Kwa mkakati huu, mimi kama mtaalamu wa masuala ya biashara ninaamini na nina hakika 100% kwamba mkakati huu utakuza GDP ya nchi, lakini pia utakuza uchumi wa mwananchi mmoja mmoja. Hatimaye, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa niwasilishe shukrani za pekee za bodi ya TCCIA taifa kwako kukubali kuwa mgeni rasmi katika maonyesho haya ya 12 ambayo sherehe zake za ufunguzi zinafanyika leo na wewe ndio umekuja kuwa mgeni rasmi. Ukubali wako unadhihirisha upendo wako kwa sekta binafsi, malezi yako na jinsi ulivyo karibu na unavyojali jitihada za TCCIA katika kukuza biashara na uwekezaji nchini. Tunakushukuru kwa malezi bora ya taasisi yetu ya TCCIA katika eneo hili la mkoa huu wa Tanga, lakini na sekta binafsi kwa ujumla. Tunakuhakikishia kwamba TCCIA ataendelea kuwa mdau wako namba 1 katika ajenda ya biashara na uwekezaji katika mkoa huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nikukaribishe uzungumze na umma huu na washiriki hawa katika maonyesho haya 12 ya biashara na utalii mkoa wa Tanga. Na washukuru wote na karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Na tulisema tusiache tu sasa maneno haya katika bodi. Nimefurahi sana kusikia hizo fursa za uwekezaji na kule chumba makao. Uwekezaji, masoko na ubunifu. Hyper, tupo kazini.